Unaangalia Baba Sam the King Tanzania TV channel. Kwa maoni na ushauri tumia namba zifuatazo 0752732515. Baba Sam the King. Je, wewe ni mtazamaji wa Baba Sam the King Tanzania TV channel na uko tayari kushiriki fursa ya kukupatia zawadi? Tarehe 19 Novemba ni siku ya kuzaliwa ya chaneli yetu. Uongozi wa Baba Sam the King Tanzania TV channel unamtafuta mshiriki mzuri wa Baba Sam the King Tanzania TV channel ambaye hupenda kusikiliza simulizi katika chaneli hiyo. Kama na wewe unapenda kushiriki katika fursa hiyo, usichoke. Fursa iko wazi kabisa. Tuma niko tayari kushiriki katika fursa kwenda namba ya simu 0752 73 25 15 0752 73 25 15. Kuna maswali 10 utakayoulizwa ili uweze kutoa majibu yake. Ukipata maswali 5 utakuwa mshindi wa pili wa shindano hilo. Ukipata maswali yote 10 utakuwa mshindi wa kwanza kabisa wa shindano hilo. Na maswali yatakayoulizwa ni yale yanayohusu simulizi ambazo zinarushwa kupitia kituo hiki cha Baba Sam the King Tanzania TV channel. Usipange kukosa, kwani zawadi ni ya kwako. Usikose. Unaangalia Baba Sam the King Tanzania TV channel. Kwa maoni na ushauri tumia namba zifuatazo 0752732515. Baba Sam the King. Assalamu alaikum, mpenzi msikilizaji wa simulizi za sauti. Bwana Yesu asifiwe popote pale ulipo. Karibu tena katika simulizi zetu za sauti ambazo umezoea kuzipata hapa. Na hii ni simulizi yako pendwa kabisa ambayo inaitwa Mtoto Yatima sehemu ya 11. Mtoto Yatima ni simulizi ambayo inamwangazia binti wa kuitwa Shola Dismas, maisha ambayo anaendelea kuyapitia kutokana na matatizo ya kufiwa na wazazi wake wote wawili kwa ajali mbaya sana ya gari iliyojitokeza. Sasa tunajaribu kuangazia maisha yake anavyoishi bila kuwa na wazazi. Kama endapo haujasubscribe channel hii, inaitwa Baba Sam the King Tanzania TV channel, na chini ya video hii kuna kitufe ambacho kina rangi nyekundu, pia kina alama ya kengele. Unaweza ukagusa hicho, moja kwa moja utakuwa ni mwanafamilia wa Baba Sam the King Tanzania TV channel. Tunachokuomba subscribe, like, share, comment ili tuweze kupata mchango wa mawazo yako. Karibu sasa tuendelee na sehemu yetu ya 11 ya simulizi hii inayoitwa Mtoto Yatima. Baada ya kuwa wamezunguka kule nyumba na nyuma ya hilo jengo, nyuma ya hiyo nyumba, na kukuta binti akiwa anapiga mayowe na kulia, akiwa ameanguka chini. Moja kwa moja yule binti mwingine, yaani Ogena, akiwa na hasira,
alianza kujizuia taratibu na kuanza kushusha hasira hapa na pale, ili wasiweze tu kumgundua kama endapo yeye ndiyo atakayekuwa amesababisha. Lakini kama namna jinsi unavyojua mpenzi msikilizaji, kuna wazee wa busara ambao wanaangalia pia mtu kisaikolojia amekaaje. Kuna mzee mmoja ambaye alikuwa anaitwa Majakuti. Mzee Majakuti huyo ndiye ambaye aliweza kugundua tatizo liko wapi, na hatimaye aliwaambia ule umati wa watu ambao walikuwa ni wateja kabisa wa mgahawa huo, aliwaambia ukweli, huyu binti mdogo inawezekana ndiye atakayekuwa amemkwaza huyu binti mkubwa, kwa sababu kuna maneno huenda machafu atakuwa ameyazungumza, kwa sababu uso wake unaonyesha kabisa amekasirika. Licha ya kwamba anajaribu kidogo kujishusha ili watu wasiweze kumuona, lakini ambao hawawezi kumuona ni hawa vijana wa sasa. Lakini kwa wao wazee ambao wanaona mambo ya ndani, akazungumza akawaambia, kwetu sisi wazee ambao tunaona mambo ya ndani, maana yake nimeshamgundua kwamba huyu binti mdogo kuna vimaneno vichafu au kuna matusi atakuwa amemtusi huyu binti mkubwa huyu, yaani huyu binti Ogena huyu Rajabu atakuwa amemtusi matusi mabaya sana huyu binti wa kuitwa Shola Dismas, kwa mujibu wa mzee Majakuti, namna jinsi ambavyo alikuwa anahisi. Na ni kweli mpenzi msikilizaji, kwani hakuzungumza kitu ambacho hajakielewa. Alielewa kutokana na kwamba alikuwa ni mzee wa miaka 84. Kwa hiyo mambo yote ya kizamani anayafahamu, mambo ya kisaikolojia, namna jinsi mtu anavyokuwa amekaa anafahamu. Baada ya kuzungumza maneno kama hayo, huyo mzee ikabidi wamchukue Shola Dismas, wazee sasa wenye miaka 50, wenye miaka 60, mabibi wenye miaka 60, 50, 70, 80, wakamchukua na kuweza kukaa naye. Hatimaye wakaanza kumwambia ili aweze kuwasimulia ni kitu gani ambacho kilichomkuta. Aliwasimulia maisha ambayo aliyoyapitia mpaka akaja kufika katika kijiji hicho. Lakini licha ya kwamba amefika hapo Mboge, maanake yeye si mkazi wa Mboge, yeye anakaa Nyankwaya, lakini kutokana na matatizo ambayo kila mtu anayeishi kule hawezi kumsaidia, akaona asafiri aje mpaka Mboge, ambako ni kwenye mji uliochangamka. Ikiwezekana hata kama hatapata mtu wa kumsaidia, walau ana uwezo wa kupata chakula kwa urahisi, baada ya kuwa anaingia katika majarara mbalimbali na kwenda kula vyakula vinavyopatikana humo. Hilo ndilo adhimio lake, lakini aliona afike hapo kwa kina Ogena kama kuja kuomba kazi, lakini hayo tena ndo ambayo amekutana nayo. Na akawaambia kabisa ukweli. Kutokana na tatizo kama hilo, Ogena alikuwa anaendelea kuhudumia peke yake katika mgahawa huo. Maana yake mama yake na Ogena, yani Bi Muamini, alikuwa pamoja na yeye wakiwa wanaendelea kuzungumza kwa pamoja. Sasa alikuwa anajaribu kumtuliza yale machungu ambayo anayoyapata. Hapo ndipo Ogena na yeye alipoamua kuja ili aweze kusikiliza nini kinachojiri, kutokana na kwamba wateja wamekuwa wengi katika mgahawa huo, halafu anaendelea kuhudumia peke yake.
akawaambia kabisa baada ya mama yake kuondoka huko, maana yake Ogena ameonekana ni mwenye hasira na ameanza kumwambia maneno machafu Shola Dismas. Anawasimulia wazee. Hapo ndipo walipoumia. Moja kwa moja wakamuita Bi Mwamini na kuanza kumwambia yale yote yaliyotokea. Yeye akaahidi kwamba ataendelea kumlinda na ataendelea kuwa naye. Atamlinda, ataishi naye na yuko tayari kumtunza, kwani kuna hadi mtoto ambaye ni wa kiume ambaye amemtunza mpaka sasa hivi nyumbani yupo, mtoto wa dada yake. Kwa hiyo yeye hatoshindwa kumtunza, na amesema hata kama Shola Dismas ataendelea kuwa katika dini yake, yeye hana shida, lakini alimpa tu ushauri kama anaweza abadilishe dini ili wawe wote katika imani. Lakini kama hatoweza kuingia katika hiyo imani, yuko tayari Bi Mwamini kumuonyesha makanisa, yeye atachagua na kwenda kusali, lakini yuko tayari kuishi naye. Hawazee ndipo ambapo walipotuliza hasira zao na wasiwasi, na hatimaye wakarudi tena kwenye meza zao na kuendelea kupata chakula, wakimwacha Shola Dismas akiwa hapo na Bi Mwamini. Bi Mwamini ndipo ambapo alipoenda na kuanza kumsema hapa na pale Ogena ili awe anapunguza ukali wa maneno, kumwambia mwenzie ambaye tayari ameshaathirika kisaikolojia. Itakuwa sio vizuri. Hapo ndipo ambapo Ogena alikubali. Moja kwa moja baada ya kukubali, basi akawaambia kwamba kama endapo wamekwazana waombane misamaha, yaani Shola Dismas amuombe msamaha Ogena na Ogena muombe msamaha Shola kama endapo kutakuwa na matatizo. Basi wakaombana pale misamaha na wakashikana mikono. Hatimaye wakatoka kule nyuma ya hilo jengo wakiwa pamoja, wakaja wakakaa pamoja huku katika viti vya huu mgahawa, wakatulia. Moja kwa moja wateja walipokuwa wakiendelea kuingia, Shola Dismas na yeye alikuwa akiendelea kugawa chakula kwa wateja hao, akimsaidia Ogena kuhudumia. Na ilipofika jioni, moja kwa moja walifunga mahesabu na hatimaye wakaondoka, wakaacha wamefunga huo mgahawa, wakaenda nyumbani ambapo Shola Dismas hajawahi kufika. Ndipo ambapo wamepelekwa, na hatimaye baada ya kufika pale wote wakasalimiana na yule kijana ambaye yuko pale nyumbani. Sasa kimbembe kikawa ni kwa Shola Dismas. Anaambiwa asalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, lakini hajui namna ya kuweza kujibu. Sasa hapo ndipo huyu kijana aliamua kuzungumza huku akisema, mama, umetuletea mtu gani huyu ambaye hajui hata asalamu alaikum, hajui hata kujibu wa alaikum salamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh? Huyu ni mtu gani? Umetuletea mtu gani hapa? Mbona mimi simuelewi? Huyu kweli anafaa kuishi na sisi? Ni Muislamu au atakuwa ni Mkristo? Niambie ukweli mama, nataka nijue. Bi Mwamini alianza kuzungumza huku akisema, ni kweli mwanangu, huyu sio mwenzetu kiimani, huyu ni Mkristo ndio, lakini nimewiwa kumlea kama namna jinsi ambavyo ninakulea wewe pamoja na Ogena. Kwa hiyo ndio hivyo. Baada ya kuzungumza maneno kama hayo, tayari
Yule kijana alianza kuzungumza huku akisema, okay, sawa, lakini wewe unaitwa nani? We binti, naomba uniambie unaitwa nani? Ingawa sikuoni, lakini itakuwa ni vyema zaidi nikakufahamu kwa majina. Mimi mwenzio ninaitwa Amini. We mwenzangu unaitwa nani? Baada ya kuzungumza hivyo, Shola Dismas naye alizungumza huku akisema, kakaangu, mimi ninaitwa Shola Dismas. Nimetoka kijiji cha Nyankwaya. Nimekuja mpaka nimefika huku. Mimi ni mtoto yatima. Sina sehemu pa kuishi. Kwa hiyo alivyoniona mama akapendezwa nije na mimi nijiunge katika hii familia tuweze kuishi pamoja. Baada ya kuzungumza maneno kama hayo, Amini alizungumza huku akisema, aha, sasa hapo ndo nimeelewa. Mama ni wa kuchukua Wakristo na kuwaleta katika familia yetu. Mama, mbona unataka kuchanganyikiwa? Utatuleteaje mtu ambaye ni dini tofauti na ya kwetu? Ameshakubali kubadilisha au amekataa? Bi Muamini akazungumza huku akisema, jamani, mimi mnataka kunitoa roho yangu. Nimeshawaambia nyinyi kubalini kuishi naye. Kwani kuna ubaya wa kuishi na mtu ambaye ni tofauti dini yenu? Yes, atasali kutokana na dini yake, na wewe utaswali kutokana na dini yako. Kwani mkiunganisha nguvu kwa pamoja, hata kama ni imani tofauti, kwani Mungu yeye asikii maombi? Amini akazungumza huku akisema, mama, ili jambo mimi sijalifurahia kabisa. Huwezi ukatuletea sisi hapa mtu ambaye ni dini tofauti. Unategemea sisi tuweze kumkubali? Dada Ogena, umelikubali hili mama analolifanya? Baada ya kuzungumza maneno kama hayo na kumuuliza swali Ogena naye alijibu huku akisema, Amini, inabidi tumwache. Mama ndivyo ambavyo ameamua. Sisi hatuna uwezo wa kumuingilia kwa sababu yeye ndo ambaye anatutunza. Tusimuingilie. Huenda ndio ndagu ambazo amepewa ili aje atuletee hapa watu tofauti ambao hawapo kabisa katika dini yetu. Kwa hiyo Amini, inabidi tukae tumsikilize mzazi. Hakuna namna. Mimi nilishangaa sana kumpokea. Tumejaribu sana kumsisitiza aweze kubadilisha dini, lakini kakataa. Sasa mtu wa namna hiyo utamsaidia vipi? Na mama hataki hata kumwacha. Eti sijui nini. Mama anajifanya na huruma sana. Unakuwa na huruma mpaka na wahalamaiki. Kaka, tumwache tu. Baada ya kuzungumza maneno kama hayo, Shola Dismas tena kikawa ni kilio kipya. Akaanza kupiga tena kilio cha kuangua kilio, yaani kwa kupiga mayowe ya ukweli, kutokana na kile ambacho kinaendelea kumuumiza ndani ya moyo wake. Lakini Amini alianza kutoa maneno makali na kujaribu kumnyamazisha
akaanza kusema kama endapo hata nyamaza yuko tayari kuchukua fimbo yake, yani zile white cane, ili aweze kumpiga nayo Shola. Maskini Shola hapo ataweza kuishi vizuri kweli kutokana na utofauti wake wa dini na wenzake? Alikaa na kujiuliza akiwa analia peke yake. Mwamini alikuja akajaribu kutuliza hiyo ghasia ambayo inatokea, lakini hawakuweza kusikia. Kilichofanyika, chakula ambacho alipata kukila wakati anahudumia wateja kule mgahawani, hicho ndicho chakula ambacho alichoralia kutokana na kilio kizito ambacho alikuwa akiendelea kulia huyu Shola Dismas. Na Ogena hakukubali hata kuweza kulala naye, kwamba hawezi kulala na Waharamaiki, anataka alale na Waislamu wenzake. Maskini Shola akapewa chumba kingine cha peke yake kutokana na kwamba nyumba ya Bi Mwamini baada ya mme wake Mzee Rajabu kufariki, aliacha nyumba ambayo ni ya vyumba viwili na sebule, lakini pia kuna singo kama 3 ambazo zimeunganishwa katika nyumba hiyo. Pia huku upande mwingine kuna nyumba tena ambayo yenyewe ina vyumba viwili na sebule, na pia pembeni yake kuna nyumba tena nyingine ambayo ina vyumba viwili na sebule na singo moja. Kwa hiyo hakuwa na uhaba kabisa wa sehemu ambapo mtu anaweza kulala. Kulikuwepo na sehemu nyingi tu za kulala. Kilichofanyika, kutokana na kwamba Ogena analala katika singo ya kwanza kabisa, ukitoka kwenye nyumba ya mama yake anamolala hiyo yenye vyumba viwili na sebule, singo ya kwanza. Singo ya pili ya humo katikati analala Amini. Basi ile singo ya 3 ndipo ambapo alipopewa Shola Dismas ili aende kulala. Alienda kulala akiwa yeye mwenyewe peke yake, na usingizi hakuupata. Alikuwa ni mwenye kulia mara kwa mara, akijiuliza hivi hilo eneo ataweza kuishi kweli? Aliumia sana usiku mzima, na kila wakati ambapo Mwamini alipoamka alisikia mtu akiwa anaendelea kulia na kupiga kwikwi za hapa na pale, akiwa haelewi amsaidie vipi. Kwenda kumfunguza, huenda anaweza akafikiria ni Ogena ambaye huenda ameenda kummalizia. Kwa hiyo alipiga moyo konde, ingawa alikuwa anaumia, lakini hana namna ya kuweza kusaidia kutokana na kwamba watoto wake wamemwea mbogo, hawamtaki huyu binti aendelee kuishi hapo. Na mpenzi msikilizaji wa simulizi za sauti, sehemu ya 11 ya simulizi yetu Mtoto Yatima imeishia hapa. Tumemuona hata Amini baada ya kufikishwa nyumbani. Shola Dismas, Amini bado hamtaki kwa sababu ni binti ambaye yupo katika dini nyingine tofauti na Uislamu. Kwa hiyo imeleta changamoto ambayo yeye mwenyewe Shola Dismas hajui kama atakuwa na uwezo tena wa kuendelea kuishi hapo. Ila kikaa na kutafakari, anatafakari akiwa anaona kwamba Mwamini ni mwanamke mzuri wa kuweza kumsaidia na kuendelea kukaa. Kuna wakati alikuwa kitafakari na kuendelea kusema kwamba vitimbwi vyote atakubali kuvivumilia mpaka hapo huyu mama atakapoamua kumfukuza. Lakini Bi Mwamini hawezi kumfukuza huyu Shola. Watoto wake tu ndo watazidi kumuumiza.
Je, ni kweli ataendelea kukaa hapo au atachukua jukumu tena la kuanza kukimbia kuanza kuusasambua mji hapa na pale, atafute sehemu pa kuishi? Kama utakuwa haujasubscribe chaneli hii, inaitwa Baba Sam the King Tanzania TV channel, na chini ya video hii kuna kitufe ambacho kina rangi nyekundu, pia kina alama ya kengele. Unaweza ukagusa hapo, moja kwa moja utakuwa ni mwanafamilia wa Baba Sam the King Tanzania TV channel. Tunachokuomba subscribe, like, share, comment ili tuweze kupata mawazo yako. Kabla sijaondoka, kuna tangazo maalum uongozi wa Baba Sam the King Tanzania TV channel ambao unakutangazia. Wanatafuta washindani wawili au watu wawili kabisa konki, wa kwanza na wa pili, ambao wanapenda kuangalia au kusikiliza simulizi, ambapo kama endapo unahitaji kushiriki, basi unaweza ukapiga namba ambayo utakayoisikia kwenye tangazo husika, ili na wewe uweze kuwa mshiriki, kumfuata WhatsApp au ukatuma ujumbe mfupi wa SMS, akaipata namba yako moja kwa moja, uwekwe kwenye huo mpango wa fursa ya kutafuta wapenzi wasikilizaji wa simulizi husika ambazo zinazoendelea kutoka katika kituo hiki. Kwa hiyo kama unataka kushiriki, wewe mtafute hapo kwenye hiyo namba utakayoisikia kwenye tangazo, moja kwa moja utatunzwa, namba yako itatunzwa na utapigiwa simu au utafatwa inbox kwenye WhatsApp, utaulizwa maswali. Ukiweza kuyajibu yote, basi utapata zawadi. Kama utajibu nusu, basi we ni mshiriki wa pili au ni mshindi wa pili wa kuweza kupata zawadi. Kwa hiyo ni tarehe 19 ya mwezi Novemba, yani wa 11, ndipo zoezi hilo litakapofanyika. Kwa hiyo stay tuned, endelea kusikiliza simulizi na makala mbalimbali kutoka hapa Baba Sam the King Tanzania TV channel. Niseme kwa heri hadi hapo sehemu ya 12 ya simulizi hii inayoitwa Mtoto Yatima. Ni kuage niseme alamsiki. Unaangalia Baba Sam the King Tanzania TV channel. Kwa maoni na ushauri tumia namba zifuatazo: 0752732515. Baba Sam the King. Je, wewe ni mtazamaji wa Baba Sam the King Tanzania TV channel na uko tayari kushiriki fursa ya kukupatia zawadi? Tarehe 19 Novemba ni siku ya kuzaliwa ya chaneli yetu. Uongozi wa Baba Sam the King Tanzania TV channel unamtafuta mshiriki mzuri wa Baba Sam the King Tanzania TV channel ambaye hupenda kusikiliza simulizi katika chaneli hiyo. Kama na wewe unapenda kushiriki katika fursa hiyo, usichoke. Fursa iko wazi kabisa. Tuma niko tayari kushiriki katika fursa kwenda namba ya simu 0752 73 25 15. 0752 73 25 15. Kuna maswali 10 utakayoulizwa ili uweze kutoa majibu yake.
Ukipata maswali matano utakuwa mshindi wa pili wa shindano hilo. Ukipata maswali yote 10 utakuwa mshindi wa kwanza kabisa wa shindano hilo. Na maswali yatakayoulizwa ni yale yanayohusu simulizi ambazo zinarushwa kupitia kituo hiki cha Baba Sam the King Tanzania TV channel. Usipange kukosa, kwani zawadi ni ya kwako. Usikose. Baba Sam the King. Unaangalia Baba Sam the King Tanzania TV channel. Kwa maoni na ushauri tumia namba zifuatazo: 0752732515. Baba Sam the King.